بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شرع الهجرة ووعد المهاجرين إليه أجرا عظيما، فقال في كتابه الكريم: ومن يخرج من بيته إلى الله والرسول ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى ودرسوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم واتلوا به، فقد أمركم الله بذلك في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Watukufu Waislamu, awali ya yote na kuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yetu, hali kadhalika ametuhusia watu wa umma huu, umma wa mwisho, nalo ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema: walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa yakini tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, na vivyo hivyo tumekuhusieni nyinyi kumcha Allah. Utangulizi unaashiria kile ambacho tunakwenda kukizungumza insha Allah taala katika hotuba ya leo, nacho ni kuhusiana na jambo la hijra. Ikumbukwe kwamba tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, mwaka 1448. Kuna tukio kubwa la kihistoria ambalo lilijiri katika Uislamu, nalo ni kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea katika mji wa Madina. Wa min a'zam waqa'i as-sirah an-nabawiyyah qadiyat al-hijra, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma ishtadda alayhi adha al-mushrikeen bi Makkah sara ya'ridu nasabu ala al-qaba'il fi mawsim al-hajj. Pale ilipokuwa maudhi na adha kutoka kwa washirikina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitokeza mbele ya makabila mbalimbali ya Waarabu ambao walikuwa wanakuja
Maka katika msimu wa Haji. Lengo nini? Lengo ilikuwa apate wale ambao watakuwa tayari kumhami yeye, lakini pia kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipokosa watu wa kuitikia haja yake na ombi lake, kulitokea kundi moja katika makabila ya watu wa Madina ambao ni Khazraj. Wao kwa sababu walikuwa wakiishi, majirani zao walikuwa ni Mayahudi, walikuwa wakiwaeleza kwamba yuko mtume atakuja, anasubiriwa, yeye ni mtume wa mwisho. Sisi atakapojitokeza, atakapokuwa amekwisha kudhihiri, tutakuwa tayari kuungana naye ili tuweze kupigana na makabila ya Waarabu wakiwemo Khazraj, Aus na makabila mengine. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitokeza mbele yao akiwataka wamnusuru, waliona kama watachelewa basi Mayahudi watawawahi. Wao wakaamua kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakakosa nguvu, wakakosa kiongozi ambaye atawaongoza katika harakati za mapambano baina yao na Mayahudi. Kwa hivyo waliamua kufanya naye mkataba, walifanya naye makubaliano ya kwamba iwapo atahamia Madina, basi watakuwa tayari wao kumnusuru na kumhami. Walamma jaahum kitabu min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma jaahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuhusiana na Mayahudi ambao baada ya kudhihiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye wao walikuwa na msubiri, walikuwa na mngojea atakapodhihiri waweze kumuunga mkono, wamwamini na wamfuate, ili wapate nguvu ya kuweza kupambana na maadui zao ambao kwa wakati huo walikuwa ni makabila ya Kiarabu. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema, na kilipowajia kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha yale yaliyokuwa pamoja nao, na hapo zamani walikuwa wakiomba ushindi dhidi ya wale waliokufuru, lakini kilipowajia walikitambua na wakakikataa. Basi laana ya Mwenyezi Mungu iko juu ya makafiri. Ay kana al-yahudu qabla majii ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yantasiruna bihi ala a'daihim wa yaquluna allahumma ansurna bin nabiy yub'athu akhir az-zaman alladhi najidu na'tahu fi at-tawrat. Mayahudi walikuwa kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiomba ushindi kupitia yeye dhidi ya maadui zao, wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ansurna bin nabii, e Mwenyezi Mungu tunusuru kwa kupitia nabii, yub'athu akhir az-zaman, atakayetumwa mwisho wa zama,
alladhi najidu na'tahu fi Tawrat, nabii ambaye sifa zake tunazikuta katika Tawrat. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'ridu nafsahu ala al-qaba'il ka'adatihi fi mawsim al-hajj wa sadafa nafaran min al-Khazraj fafarihu bihi. Basi pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja akijitambulisha mbele ya makabila kama ilivyokuwa kawaida yake katika msimu wa Hija, na akakutana na kundi la watu kutoka katika kabila la Khazraj, walifurahia na wakasema, huyu ndiye nabii yule ambaye Mayahudi walitishia naye, walitutisha naye kwamba atakapodhihiri basi wao watakuwa wa mwanzo kumwamini, na kwa hiyo watakuwa nyuma yake kwa ajili ya kutupiga sisi. Kwa hivyo waliamua kuwawahi Mayahudi ili wasiwatangulie, wakamwamini, wakampa bai'a, yani kiapo cha utii. Wansarafu ila qaumihim bil Madina فأخبروهم فآمن من آمن. Kwa hivyo wakarudi kwa jamaa zao kule Madina, wakawajulisha habari za mtume aliyedhihiri, wakaamini wale walioamini. Waqadimu fi al-aam ath-thani al-hajj wabay'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam عند العقبة على الإيمان به. Kisha wakaja mwaka wa pili kwa ajili ya Hija na wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam kando ya Aqaba, kiapo cha kumwamini na kumnusuru pindi atakapohamia kwao. Bimaana walimwahidi kwamba iwapo atahama kuelekea Madina, basi wao Khazraj na wengine watakayekuwa tayari kumwamini watamhami na kumlinda dhidi ya maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali na maadui wa dini yake Allah. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomruhusu mtume baada ya hapo na baadhi ya masahaba zake kuhamia Madina, na hii ndio yaitwa hijra, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-tawba. Hijra itaendelea kuwepo, haitokatika mpaka itakapokatika tauba, milango ya toba itakapofungwa. Wala tanqati'u at-tawbatu, na toba haitokatika hatta takhruja ash-shamsu min maghribiha, mpaka pale jua litakapochomoza kutokea upande wa magharibi, litakapokhalifu ada ya jua ni kuchomoza upande wa mashariki na kwenda kuzama upande wa magharibi. Kwa wakati jua litakapobadilisha mwelekeo wake likachomoza upande wa magharibi na kwenda kuzama mashariki, tauba itakuwa imekatika, na vivyo hivyo hijra itakuwa imekatika. Kwa hivyo walikusanyika na kushauriana juu ya jambo lake Mtume sallallahu alaihi wasallam Khazraj, na maoni yao yakafikia makubaliano. Afwan, washirikina wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza au ameonyesha dhamira yake ya kuhama Maka kuelekea Madina, walikusanyika wakaweka mashauriano, na hivyo